Karibu Bukelebe TV. Jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha lesoni. Na leo tunaangazia lesoni ya Jumatano yenye kichwa cha habari kinachosema Jubilee. Tupo katika robo ya 4 na ni somo la 9. Fungu letu la ukadiri linatoka kitabu cha Zekaria sura ya 9 mstari wa 12. Irudieni ngome, enyi wafungwa wa tumaini, hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Usomaji wa Biblia kwa mpango, tunasoma kitabu cha Waamuzi sura ya 13. Tuombe. Mungu wetu uliye mwema, tunakuomba utufungue akili na mioyo ili tuweze kuelewa somo la leo kwa urahisi. Tusaidie tujifunze na kupata mafundisho yatakayotusaidia kukua kiroho. Tunaomba ukatuongoze sasa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu aliwafundisha Waisraeli kuhusu namna ya kumiliki ardhi ili watu wasiumizane walipokonyana mali na ili kila mtu apate nafasi ya kuanza upya maishani. Mungu aliwakumbusha kuwa ardhi yote ni yake na watu wake ni wageni tu wanaoishi nchi ya uangalizi wake. Kwa sababu hiyo Mungu aliweka mwaka wa Sabato na mwaka wa Jubilee ili kuwalinda watu na kuwasaidia kuishi kwa usawa. Katika mwaka wa Sabato ambao ulikuwa unakuja kila baada ya miaka 7, mashamba hayakulimwa, ardhi zilipumzishwa na watu walifunzwa kumtegemea Mungu na pia kupumzika kutokana na shughuli za kila siku. Hii inaonyesha kuwa Mungu ndiye anayewapa uzima na riziki, si nguvu zao tu. Baada ya miaka 50 ulikuja mwaka wa Jubilee. Huu ulikuwa mwaka wa furaha na kuanza upya kwa watu wote. Kila mtu aliyekuwa ameuza ardhi kwa sababu ya umasikini alirudishiwa tena. Familia ambazo zilikuwa zimepoteza mashamba yao zilipata tena umiliki wao. Waisraeli walikuwa wamekuwa watumwa kwa sababu ya madeni. Waliwekwa huru na kurudi kwa familia zao. Mwaka huu ulilenga kuondoa tofauti kubwa kati ya matajiri na masikini na kuzuia watu wachache kumiliki kila kitu, huku wengine wakiteseka. Mungu alitaka jamii iwe na usawa. Mungu alitaka jamii iwe na huruma. Mungu alitaka watu kusaidiana bila kujigamba au kuoneana. Kwa njia ya Jubilee, Mungu aliwakumbusha Waisraeli kuwa mali na maisha ni zawadi kutoka kwake, na hakuna mtu anayepaswa kuonekana bora kuliko mwingine kwa sababu ya utajiri wake. Jambo hili linatufundisha hata leo kuwa tunapaswa kuishi kwa upendo, tunapaswa kusaidiana, tunapaswa kukumbuka kuwa chochote tulicho nacho kimetoka kwa Mungu. Hata kama hatuna mwaka halisi wa Jubilee sasa, bado tunaitwa kuishi kwa haki, bado tunaitwa kuishi kwa kutenda wema na kuwafanya wengine wafurahi kwa fadhili tunazotenda. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa kutufundisha kuhusu Jubilee na upendo wako kwa watu wote. Tusaidie tuishi maisha ya haki, tusaidie tuishi maisha ya huruma, tusaidie tuishi maisha ya usawa. Tufundishe kuwasaidia wenye shida na tuishi tukikukumbuka wewe katika yote tunayofanya. Tunaomba utubariki na kutulinda katika jina la Yesu Kristo. Amina.